Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Irani IRGC limetoa taarifa ya kina likidai kufanya mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na karibu na mlango wa bahari wa Hormuz katika kile linachokitaja kuwa ni hatua ya kujibu mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vya Marekani dhidi ya miundombinu yake ya kijeshi na kiuchumi. Katika taarifa iliyotolewa na IRGC ilisema kuwa moja ya shabaha kuu ilikuwa ni meli inayodaiwa kuwa na uhusiano na Marekani ijulikanayo kwa jina la Panaya, ambayo ililengwa kwa mashambulizi ya makombora. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hiyo ilipigwa baada ya kile Irani inadai kuwa shambulio la Marekani dhidi ya meli ya mafuta Irani iliyokuwa ikisafiri karibu na mlango Hormuz. IRGC ilidai kuwa shambulio hilo la awali lilisababisha uharibifu katika sehemu ya injini ya meli hiyo, hali iliyoifanya isiweze kufanya kazi kwa ufanisi. IRGC ilieleza kuwa hatua hiyo ya Marekani ilionekana kama ongezeko la mvutano katika eneo ambalo tayari ni nyeti sana kiusalama na kiuchumi kutokana na umuhimu wa mlango Hormuz kama njia kuu ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa za nishati zinazotoka Mashariki ya Kati kuelekea masoko ya dunia. Aidha, IRGC ilidai kuwa kabla ya mashambulizi yake ya kulipiza kisasi, majeshi ya Marekani yalilenga na kushambulia mnara wa mawasiliano wa jeshi uliopo kusini mwa kisiwa cha Qashem. Kisiwa hicho kiko karibu sana na njia kuu ya baharini ya Hormuz na kwa muda mrefu kimekuwa eneo lenye umuhimu wa kijeshi kwa Iran. Tehran ilitaja tukio hilo kama uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya miundombinu yake ya ulinzi na mawasiliano ya kijeshi. Kufuatia tukio hilo, IRGC ilisema ilianzisha operesheni ya haraka ya kulipiza kisasi kwa kutumia makombora na drones. Kulingana na taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalilenga vituo kadhaa vya kijeshi vinavyohusishwa na Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kambi ya anga na helikopta iliyopo katika nchi ya Bahrain pamoja na makao makuu ya jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, upande wa Marekani umekanusha vikali madai hayo, ukisema kuwa hakuna ushahidi uliothibitisha kwamba makao makuu ya kituo cha TAN yaliyopo Bahrain yalipigwa na kuathiriwa na mashambulizi yoyote. Viongozi wa kijeshi wa Marekani wamesema kuwa vikosi vyao viliendelea kuchukua hatua za kujilinda dhidi ya vitisho vilivyokuwa vikielekezwa katika eneo hilo. IRGC pia ilitoa onyo kali baada ya mashambulizi hayo, ikisisitiza kuwa usalama wa mlango Hormuz ni mstari mwekundu kwa Iran. Taarifa hiyo iliongeza kuwa endapo kutatokea jaribio lolote zaidi la kuvuruga usafirishaji au usalama katika eneo hilo, Irani itajibu kwa kile ilichokiita mashambulizi makali zaidi na ya haraka zaidi, jambo ambalo linaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mgogoro wa kijeshi katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa mzozo huu, ikiwa utaendelea kupamba moto, unaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa nchi husika bali pia kwa uchumi wa dunia, kutokana na ukweli kwamba sehemu kubwa ya mafuta ya dunia hupitia katika mlango Hormuz kila siku. Kwa sasa hali ya taharuki imeendelea kutanda katika eneo hilo, huko Marekani na Irani kila mmoja ikimlaumu mwenzake kwa kuchochea mapigano na kuvuruga usalama wa bahari na anga katika mojawapo ya maeneo muhimu zaidi ya kimkakati duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.